Kuna maneno kuwa vyama vya upinzani daktari vilivyoshiriki katika uchaguzi huu ambapo walipambana na Rais Samia ya kwamba vyama hivi ni projekti ya Chama cha Mapinduzi na si vyama vya upinzani. Hivyo hawaoni kama kulikuwa na ushindani wa dhati. Ni kweli kwamba kwa wewe umekuwa katibu mkuu, mtendaji mkuu wa chama hiki kwa muda. Ni kweli kwamba vyama hivi vya upinzani ni ukitoa Chadema ni projekti ya Chama cha Mapinduzi. Ni vizuri sana tunapokuwa tunajadili mambo haya ya msingi ya nchi kuwa tunajikumbusha tulikotoka, ili tuweze sasa kutumia vipimo vya huko tulikotoka kujipima hali yetu tulionayo, na pia kwa kufanya hivyo tuweze kupanga kusonga mbele huko tunakoelekea. Nimekupa mfano, nimekueleza kuna swali uliniuliza hapa kuhusu ushindi wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wake wa urais. Kati ya 95 na 2000 chama cha NCCR Mageuzi kiliibuka kuwa chama cha ushindani kikubwa. Hakikuitwa project. CUF ilikuwa inafanya vizuri sana hasa Zanzibar na upande wa bara. Haikuitwa project. Chadema imefanya vizuri sana na hasa mwaka 2015 kwa sababu ambazo zingine wala si za ndani ya Chadema, zingine ni makosa ya ndani ya CCM, lakini kwa mazingira yale kikatoa ushindani mkubwa. Haikuwa project. Iweje vyama vingine vilivyoshiriki na NCCR imeshiriki, hiyo ambayo imewahi kuwa ni chama kikubwa, zamu hii imeshiriki pia. Kwa nini iitwe chama project mwaka huu, isiitwe chama project mwaka 1995 kilipokuwa na nguvu? CUF imeshiriki mwaka huu. Kwa nini ilipokuwa inashiriki na kushinda vizuri na kuwa na ushindani ndani ya bunge na wabunge wengi na kura nyingi za urais, kwa nini haikuitwa project mwaka huu iitwe project? Mimi nadhani kwanza ni kuvidharau na kuvidhalilisha vyama ambavyo vimeanzishwa na Watanzania kwa haki yao na kwa mujibu wa sheria. La pili, CCM ni chama cha kitaifa, chama ambacho kimeenea nchi nzima, Zanzibar na kwenye Tanzania bara. Hakina sababu ya kuwa na ushirikiano wa vyama kama vyama project. Hivi ni vyama kamili, vyenye usajili kamili, vyenye nguvu zinazopishana na vilivyoshindana kulingana na uwezo wake, na kwa hiyo vina haki ya kuheshimiwa kama vyama vingine. Sioni sababu kwa nini tutofautishe hadhi ya chama fulani dhidi ya chama fulani kwa sababu chama hiki ni kikubwa kuliko kingine. Mbele ya sheria vyama hivi ni sawa. Aliyekuwa moja kati ya viongozi wa chama hicho aliwahi kutamka maneno hayo ya kwamba vyama hivi ni project. Wenda hili ikawafanya Watanzania wawe na imani hiyo, kwa kuwa aliyekuwa amezungumza ni mtu ambaye amewahi kuwa na nafasi nyeti ndani ya Chama cha Mapinduzi. Wewe vile vile ulikuwa ni katibu mkuu. Unasemaje katika hili Daktari Bashiru? Mimi nadhani kwa bahati njema huu mjadala unapozungumzwa na watu wanaotoa maoni hayo ambayo nayaheshimu, lakini sio ya kweli. Kwa sababu sio kila maoni ni ya kweli. Na hata kama sio ya kweli usiyaheshimu, kwa sababu kila mmoja ana haki ya kutoa maoni yake. Lakini kwa bahati nzuri mimi tangu mwaka 1918 nimekuwa kwenye vikao vya juu mpaka uchaguzi wa mwaka huu vya chama. Na Chama cha Mapinduzi kama inavyotakiwa kwa vyama vingine kinaendeshwa na vikao. Kwa hiyo hakuna mkakati wa bayana au maazimio ya vikao yaliyowahi kupitishwa kwa kipindi ambacho mimi nimekuwa kiongozi yanayoonyesha kwamba Chama cha Mapinduzi kina vyama project ya vyama vya upinzani. Kwa hiyo sitaki kuingilia haki ya watu kutoa maoni. Hasa wanachama wenzangu wanaweza wakatoa maoni hayo, lakini hatimaye maoni yale huchakatwa kupitia vikao na huwa maazimio yanayotekelezwa na vikao.